Mimi naitwa Korumba Lebabas, mwandishi msomi, nikiwa bado niko hapa katika maeneo ya Mijihoroni katika wilaya ya Hai mkoani Kilimanjaro, mwendelezo kuripoti mkutano wa siku 3 wa Pastor Ezekiel kutokea nchini Kenya. Leo ikiwa ni siku ya pili katika viunga hivi vya Mijihoroni, ishara na maajabu na uponyaji umeendelea kudhihiri hapa. Katika ibada ya siku ya leo ikiwa ni siku ya pili, kama ilivyo kawaida, ilianza kwa watu kuanza kuingia katika viwanja hivi, na Pastor Sarah akapata wasaa wa kusimama jukwaani kwa zaidi ya masaa 3 akiombea watu mafanikio, akiwaombea watu baraka, akiwaombea watu kufunguliwa. Kisha akapanda Pastor Ezekiel. Baada ya kupanda Pastor Ezekiel, wakati akihubiri, katikati ya kuhubiri na maombi, mvua ilikuwa inataka kunyesha hivi, manyunyu yakawa yametawala katika eneo la mkutano, huku angani kukiwa hakuna mawingu yoyote. Maelfu ya watu waliohudhuria mkutano huo, wapo walioanza kufungua miamvuli kwa ajili ya kujikinga na manyunyu ya mvua hiyo ambayo ilitaka kuanza kunyesha, lakini pia wapo ambao walianza kutafuta sehemu za kwenda kujificha au kujikinga na mvua hiyo ili wasiloane. Pastor Ezekiel kwa ujasiri akaeleza kwamba hizo ni ishara za nguvu ya Mungu na sio mvua, kwa kuwa hakuna wingu upande wowote ambao ungeashiria kwamba mvua ingenyesha, lakini nguvu za Mungu zimejidhihirisha kupitia mvua hiyo au manyunyu hayo ambayo yalikuwa yanatafsiriwa kwa wengine kama ni mvua inayoanza kunyesha, na akawaambia watu wakunje miamvuli ili nguvu hiyo ipite kama upepo na kuwabariki, kitu ambacho kilidumu kama dakika 5 hivi. Kisha manyunyu hayo na mvua hiyo ikapotea kabisa, watu wakaendelea kuombewa na kufunguliwa kama ambavyo hapo unajionea. Wapone waanze kutembea. Uliye hapa nyosha mikono yako miwili juu. Hiyo unayoona sio mvua, usijali, hiyo sio mvua. Mwenyewe ndiye ameileta kwa ajili ya kudhibitisha hii. Angalia, hakuna mahali unaona mawingu ya mvua, hakuna. Wewe unaona hiyo mvua inatoka wapi? Hakuna mahali unaona mawingu, lakini kuna manyunyu hapa. Ungeelewa kile kinachofanyika. Tazama kila mahali, hakuna mahali utaona hata mawingu ya mvua, lakini mvua inanyesha hapa. Ni yeye ndiye ameileta wakati huu. Hiyo si mvua. Ukiwa umeketi, simama kwa miguu yako, usije ukamdharau Yesu Kristo. Tupa macho yako kote kote, hautaona wingu hata moja ya mvua, lakini mvua inanyesha hapa. Hiyo si mvua. Ni yeye ndiye ameileta kudhibitisha hii. Nyosha mikono yako miwili juu. In the name of Jesus. Rudia maneno haya kwa sauti kama umekubali kumpokea Yesu. Sema, Bwana Yesu, naomba uteremshe mwavuli. Mvua haiko. Hiyo sio mvua. Ni yeye ndiye anayedhibitisha uwepo wake, sio mvua. Teremsha huo mwavuli, utaumiza watu tafadhali. Aliniambia atakuja kwa huo upepo, ni nguvu zake tu. Wewe unaziona ni mvua, ni nguvu zake tu. Nyosha mikono yako miwili juu, uliye tayari kumpokea Yesu. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, naja mbele zako, nisamehe dhambi na makosa. Futa jina langu kwa kitabu cha hukumu, uliandike kwa kitabu cha uzima. Kuanzia leo, kuanzia leo
Nyosha hiyo mikono juu. Naomba uweke kiti chini. Uliyeinua kiti, weka kiti chini, utaumiza watu. Nyosha hiyo mikono juu. Ninasema moja, unasema Jesus. Uliye kwa hema una Baba, Yesu umeshuka kama mvua ukawashtua. Sasa shuka kwa uponyaji. Wheelchairs hizo zile watu wameziacha na wengine wanapona. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Baada ya klipu nitakupigia simu nitakupatia. Baada ya beba moto vizuri. Funika mtu. Yesu waponye, waponye. Hawatatembelea hizo vyuma tena, hawatatembelea tena magongo tena, hawataketi kwenye hizo wheelchairs. Baba, ulinituma hapa ukaniambia, mwanangu, nenda tu, mimi nitawaponya. Sio wewe Ezekiel, mimi Yesu nitawaponya. Baba, tembea hapa, tembea hapa, tembea hapa, tembea hapa. Watoke kwa hizo wheelchairs, wasimame, watembee. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Wasimame zile hizo vyuma. Waliolazwa kwenye vitanda, pokeeni nguvu. Mtoke hapo chini, muinuke mkanyage. Jesus! Hatutasubiri watoke kwa hema. Crutches. Tanzania sijawahubiria ukuu wa Ezekiel wala mali yake. Nilikataa ukubwa, nilikataa mali, nikawahubiria Yesu Kristo. Yale mnayoyaona kule ni Yesu Kristo anayefanya kazi yake. Aliyetembea hapa na ile mlioona ni manyunyu ni yeye. Nilimwambia atembee hapa. Amini huyu Yesu Kristo akukomboe leo, sio kesho. Nyosha mikono juu. Nasema moja, unasema Jesus. Wengine bado wanapona kule. Ukikatalia ndani ya hema ni sawa, lakini Yesu anaponya watu. Moja! Kwa sauti moja. Ya pili, Jesus. Tatu. Ya ile. Kanyage.
In the name of Jesus. 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 Vipofu waone, visiwi wasikie, bubu wanene, kansa yeyuke, diabetes ipone, presha ipone, ansa ipone, magonjwa yasiyojulikana. Yesu fanya kazi katika uwanja huu. Confirm your state. Na wiki mbili nimelala, nimeenda hospitali, nimepimwa, inaonekana nyonga imeachia upande mmoja, nikaambiwa haiungiki. Nimekuja hapa sina hata sauti, nimekata, lakini nimekaa pale unaubida nikapata sauti, nikawa natembea sishikiliwi tena, sisikii maumivu tena, Hallelujah! Mtope Yesu makofi mazuri. Amini. Najua Yesu Kristo aliniambia Ezekiel, nenda ng'ambo fulani ya Tanzania, mimi Yesu nitaponya watu mifupa huko. Sio mimi Ezekiel. Unajua siku ile nilikuwa naona Yesu akiponya watu hapa mifupa, nilikuwa ninawaona wamelazwa hivi, lakini miguu imepindana hivi, zinanyooka zenyewe, wanaacha magongo, wanainuka, wanatembea. Kwa hivyo huyu anadhibitisha tu kile ambacho Kristo aliniambia. Mpe Yesu makofi mazuri. Nenda uishi ndugu yangu. Wacha wenyewe aongee. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mtoto wangu tokea amezaliwa hajawahi kufanya kitu chochote. Leo ananiita na amemuita na baba na anaweza kusimama. Hajawahi. Yesu makofi mazuri. Angalia tutengenezee njia bana. Ngoja kidogo. Sogea huko kidogo. Kamera. Tupe Yesu makofi mazuri. Nipe microphone. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina mama. Nimetembea na huu mkanda tangu mwezi wa 3. Nimefanyiwa x-ray mara 4. Ninaambiwa ya kwamba pingili za mgongo zimepinda, na mwisho x-ray ya mwisho nikaambiwa hii nyonga inasagana na mfupa mwingine. Nikaambiwa siwezi kuacha huu mkanda, niendelee nao, lakini namshukuru Mungu. Leo mtumishi alipokuwa anahubiri, jana alipokuwa anahubiri, nilisikia kama umenikaza huu mkanda unavuta kama nasikia kichoni, lakini saa hii nimesikia kwamba umeachia na nikaugua, nilipokuwa nikaweza kutembea vizuri na sisikii tena kichoni kwenye huu mguu. Tupe Yesu makofi mazuri. Tupe Yesu na kazuri ya makofi. Ndio huyo anafanya exercise, anafanya exercise. Mpe Yesu makofi mazuri. Asante. Hiyo ni yako, unaweza enda nayo, unaweza itupa, ni hali yako tu. Asifiwe Yesu. Mimi nilikuwa na tatizo la mkojo kwa miaka mingi kidogo, yaani nikakuangalia kwenye TV kila siku, napokuwa TV yako nilipoona unaombea watu kule Malindi pale kule Maweni, nimeamini kukaa na TV yako mpaka juzi naamini kuja kukufuata hapa. Kwa hiyo jana nilikuja hapa, mambo yako yamekuwa masafi kuanzia jana, sina tatizo tena la mkojo. Jina la Bwana libarikiwe. Hata kanisani kwangu sikuwa na shida kwenda kwa sababu mkojo haufanyi kazi. Sasa nimeshukuru Mungu, nimepona na kanisani nitakwenda kwa kila. Tupe Yesu makofi mazuri. Hana tatizo tena na mkojo. Tupe Yesu makofi mazuri. Siku ya kesho ndo siku ya mwisho, tarehe 16 ya mwezi wa 3. Pastor Ezekiel, miongoni mwa ratiba ambazo ameeleza kwamba zitakuwepo kwa siku ya kesho ni kuiombea nchi ya Tanzania, kuiombea amani na kuiombea utulivu, hakuna kumwagika damu.
tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kwa wale ambao kwa siku ya kesho wanatamani kufika katika mkutano huu, kituo ni Mijihoroni katika wilaya ya Hai, karibia na uwanja wa kimataifa wa KIA Kilimanjaro International Airport. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Pastor Ezekiel anaingia Tanzania. Ni siku 3 za ishara, miujiza, maajabu na uponyaji tere, na kuliombea taifa la Tanzania. Huduma ya New Life Prayer Center and Church Mombasa nchini Kenya na rais wa Baraza la Mitume na Manabii Tanzania, Daktari Joshua Mwatiara, wanamleta Tanzania mtu wa Mungu Pastor Ezekiel katika mkutano wa siku 3 pekee kwa Kilimanjaro. Eneo ni katikati ya Bomang'ombe na KIA, kituo cha Mijihoroni, kuanzia tarehe 14 hadi tarehe 16 mwezi wa 3 2025, kila siku kuanzia saa 2 asubuhi na kuendelea. Wamepona na kufunguliwa wengi. Hauna sababu ya kuteseka tena. Madhabahu ya kifamilia iliyotesa babake babako imekufikia, ivunjwe na nguvu zote. Kwa maelekezo piga simu namba 0774781537. Watu wote mnakaribishwa.